Tunasema kwamba ni jukwaa la talanta, shughuli ambayo sisi kupigia siku ya Friday na kisha kwamba na kuletea wale vijana ambao wamebobea katika tasnia hii ya uigizaji na vile vile katika tasnia ya uimbaji, wasanii mbalimbali. Ikiwa wewe ni msanii, usihofu kunifikia. Wewe piga simu tu. Hatutapataje namba yako? Weka kwenye comment section. Tutakuwa nakisha kwamba na kufikia ili tufanye mahojiano moja kwa moja. Weekend iliyopita tumepiga naye shughuli ama juma iliyopita ule ya Sude Brand, lakini leo hii nimejaribu kufika kule maeneo ya Luanda, kule Vihiga. Najaribu kuwaletea talanta ya kule. Kumbuka kule kuna vipaji sana. Mtazamaji wa kwetu. Karibu, mimi niite mtoto wa mama, kijana wa Nyore, kijana ya Luanda, John Anthony Orao. Jukwaa la talanta. La talanta, it's on na Maika Radio. Hii ni sauti yetu. Bro, yes. How are you? Niko fiti. Uko fiti? Sana. Gari lako umeliweka wapi? Fustubishi niko nayo hapa. Labda kwa faida ya mtazamaji tukumbushe jina lako kwa nani? Kabisa. Anayeongea sasa ni Kuhu Vaida Apembo. Hilo ni jina la sanaa. Kuhu Vaida Apembo ndio jina la sanaa. Ndio jina jina la kazi. Jina la kazi. Lakini jina la kitambulisho pale ambapo ikuta tamani mtoto wa shule tukutafute kwa jina lipi? James Chiko. Kwa hivyo una mipango kutafuta mtoto wa shule. Kumbuka mtoto wa shule miaka ni 30. Umejua kila siku huwezi jua mipango za shetani. Huwezi jua kesho anakutaka wapi. Kama Chiko James? Yeah. Uko fiti? Niko best. Luanda kunasemaje? Kwa Luanda kumetulia. Uko fiti Kumetulia. It's been long since April. Yeah. Sijafika Luanda manze. Nilifika pale Kima kidogo pale kwa afisi za mheshimiwa na nikarejea. Sasa sijafika Luanda kwenyewe. Luanda kuko fiti. Kuko fiti shughuli zinaendelea kama kawaida. Yeah. Chiko James ni nani? Chiko James ni kijana barobaro, kijana mnyore, kijana ambaye amezaliwa kule Mutete. Mutete. Huko ni Luanda sub county. Luanda sub county. Yeah. Kwa hivyo Mheshimiwa Dickson Maungu ndio mbunge wako. Yeah. Kijana ambaye anatoka kwa familia ya watoto wangapi? Watoto 4. Watoto 4. Na yeye ndo wa mwisho katika ile familia. So you are the last born? I'm the last born. Tunasemanga kila siku kwanza last born ni bahati mbaya. Hawakuwa wametupangia sisi. Budget yetu haikuwa. Ilikuwa accident. Walikuwa wanasema sawa tumefunga. Alafu bahati mbaya hatukuwa kwa budget. Lakini mwisho wa siku nashukuru Mwenyezi Mungu ulikuja. Maana kuna kijisababu. Mungu na akasema nitakuja na sahani yangu. Mtazamaji wa Maika Media, kumbuka unaweza kutufuatilia katika kurasa zetu za Facebook at Maika Media, TikTok kwa Maika TV, Maika Entertainment, pale YouTube tafuta Maika Radio. Kote tupo, manake hii ni sauti yetu. Chiko James. Yes. Nitumie lipi? Chiko James ama nitumie Kuhu Vaida Apembo? Ukisema Chiko James utachanganya wengi. Maana wengi hawalijui. Okay. Kuhu Vaida Apembo. Yes. What do you do? I do content creator. Good. You are a content creator. I'm a content creator. Kwa hivyo wewe kazi yako ni kuhakikisha kwamba unatutumbuiza pale katika mitandao za kijamii. Bila shaka. Labda hii tasnia kwako ama hiki kipaji cha kwako likitambua vipi? Maana mimi nimekuona sana. Nimekuona chini ama karibu miaka 8 iliyopita. Maana pale katika shule ya upili miaka 4 alafu baada ya pale takriban miaka 5 hivi. Around 10 years. Ulianzia vipi? Kipi kilikuja mawazoni ukasema kwamba mimi nataka kuchekesha mabingwa? Na mbona tu kuchekesha mabingwa lakini si tasnia nyingine? Mimi mwenyewe sikuwa na mipango ya kuchekesha, maana sikuwa najua naweza chekesha. Yaani ukijua au kujua unaweza kuangalia alafu ni cheke. Sikujua naweza fanya kitu ambacho watu watafurahia na wacheke. Hilo ni la kwanza. Na la pili, kama ingekuwa corona basi ungenipata hapa, kwa maana singejua kipaji changu. Kipaji chako umekitambua lini? Kipaji changu nimekitambua wakati wa corona. Wakati wa corona 2020. Yaani wakati ule watu wako idol, people are idol, washangaa vitu zimefungwa. Watu wanavaa barakoa, curfew iko, mumeboeka, sasa ni kukaa tu within. Ndio maana nikitazama kanda yako ya video hadi kufikia sasa lazima uwe una barakoa. Wow. Bado sasa tulizile significant. Penye tulitoka huko tukianza na barakoa, mask, bado nasoma. Sasa wewe barakoa uone ukiwacha. Siwachi barakoa. Barakoa mtazamaji ni mask. Nakumbuka kipindi kile, if you treat this abnormal it will treat you abnormally. Yes. Unakumbuka zile za mheshimiwa Mutahi Kagwe? Ndio siku ambao uligundua kipaji chako cha kuchekesha. Sasa kama si corona, mimi basi singejigundua.
Najua hivyo. Ni kama si corona singejigundua. Wakati ambapo maana before corona, before covid sikuwa najua naweza fanya hichi kitu. Na si nilikuwa naishi tu. Kuhu Vaida Apembo umechekesha wengi sana, mimi nikiwemo. Hata kuna mshikaji wa kwangu, my daughter, my first born daughter. Anapenda sana kukutazama. Ataniuliza kwamba dadi huyu amevaa nini? Amevaa nini? Naona amefunga leso. Unaona? Leso ni ya wababa, na unajua anapokutazama anajua kwamba huyu anajua huyu si shosho. Huyu anatupima huyu. Wewe anatupima, huyu si shosho. Huyu anatuenjoy. Umegundua kipaji chako cha uigizaji. Imekubalika vipi pale kwanza na familia yako? Mama yako amekuona vipi? Baba yako amekuona vipi? Na vile vile hata wale washikaji wako wale mamoro pale stories za Jaba. Jamaa walikuchukulia vipi? Mwanzo ni ngumu. Tukianza ilikuwa ngumu. Hata society yenyewe inatukataa. Inasema like unataka ufanye content na mtoto fulani. Mama yake haiwezi kupea ule mtoto. Hatuna utaharibu mtoto wake. Mwanzo society inatukataa kabisa, inasema tunafanya vitu ambazo haziendani na maadili. Kwa maana na kwa sababu kisa na sababu wanafanya hivyo ni kwa sababu tumefanya kitu kipya. Ni kitu kipya tumekileta katika jamii. Ni kitu ambacho hakija kuwepo. Sanaa ni kioo cha jamii bila shaka. Na sanaa siku zote huwa kinaonyesha kile ambacho kinaendelea katika jamii husika. Kwa hivyo wewe kama Kuhu Vaida Apembo umechukua karakta ya Kuhu. Mbona tu karakta ya Kuhu lakini si karakta ya Kuka ama karakta ya Babu ama karakta ya Pasta? Na mbona tu uvalie namna ambavyo Kuhu anavalia? Why? Siri ilikuwa kwa sauti ya kwako. Kwa hivyo you can twist your voice to do it. Nao nilipata siwezi twist. Okay, nilipata siwezi twist sauti kama Mzae, lakini naweza twist sauti kama Kuhu. Kama Kuhu. Nataka ukatwist sauti ya kwako kama Kuhu kwa lugha ya kwako ambayo utataka. Niwaambieje? Waambia kwamba Amaika Media iko ukanda huwa magharibi. Amaika Media imekuja kutafuta talanta na kuzikuza. Amaika Media iko hapa kwa ajili yako wewe mtazamaji wa kwetu. Na vile vile msikilizaji wa kwetu. Tumie kamera. Abaulisi befwe abosipe Amaika Media kwababole buranoke ebintu bijja kwababolake kuli Maika bas omshera Vaida Apembo jakhola Amaika Media eri Kakamega inombo ne babola lekabebe kwa siri maana esiteseni sino inakuza vipaji abantu becha inombo bantu sola kata Apembo ndiano simunaona niko hapa kwa sababu ya Amaika Media. Kama si hii bane kwa kabembwe wanakuza vipaji kana kandi nori kwa yao na kipaji pana kalia kipaji babole basikali kipaji. Kazi safi anaipiga Kuhu Vaida Apembo. Na kwa hiyo karakta ya kwako ya kuongea kama shosho. Pale vijijini najua kuna shosho wako pale. Pale vijijini najua kuna wale shosho ambao wamekuwa ama umekuwa ukikua wakikutazama. Wameichukuliaje hiyo karakta ya kwako na kile ambacho unaelimisha kipi ama unajuza kipi? Kwa sahi wananichukulia fiti sana. They are proud of me for now. Lakini hapo mwanzo nakwambia mwanzo ilikuwa ngumu. Tulikuwa tunapigana vita wewe. Kivipi? Mwanzo ilikuwa ngumu. Kitu ya kwanza mtoto wa fulani sijui ameharibika kichwa amekuwa waziri. Ana cross dress. Umejua hawajui kwamba cross dressing ni kuwa to that creative. Yani umevalia kishosho. Alafu namna ambavyo umepinda mgongo. Umepinda kishosho. Ni unataka tu at least ubebe content uweke kwa watu ndio ieleweke. Because nikifanya kama mimi sitaeleweka. But nikiingia kwa character ya Kuhu, then nilete ile content yenye iko ama nilete ile mafunzo yenye nataka kufunza, alafu niweke kwa meza, watu watasikia because wata reflect kutoka kwa wazazi huko nyumbani, unasikia. Sasa that's why nikafanya hiyo character, nikaingia kwa character plus our culture yetu imepotea. Na hakuna vile Anthony wewe ukiwa hivi utakuja kutuambia culture alafu hata washosho wako kusikie. Watakwambia unatuambia culture kama kijana mdogo tutakusikiaje? Si ndio? Lakini sasa niingie kwa karakta ya Kuhu, niende nifanye utafiti wangu 1 2 3. Niko level. Hata si lazima ufanye utafiti, maana yake umekuwa ukilelewa pale ukiona yale masuala. Bado nimekuwa nikilelewa pale. Ukiona yale masuala yakifanyika. So nakuja na deliver naweka kwa meza. Mjukuu wako anakuja ana watch ana learn from there. Anasema Kuhu alisema
Sanaa ni kioo cha jamii, nitarejelea hilo swala. Labda wewe kibinafsi, wewe kama Kuhuvaida Apembo, umejaribu kuangazia masuala yapi ambayo yanafanyika pale katika jamii? Masuala yapi ambayo umejaribu labda kuyaonya ama kutoa ilani, labda kuyatilia mkazo ama labda kuyaendeleza katika sanaa ya kwako? Kupitia sanaa. Uchawi. Witchcraft. Kwa hivyo washosho wachawi sana huko nje. Wapo wengi hivi wachawi. Asubuhi wanaamka na majivu mapema, wanaenda wananyunyuza across kwa njia ama damu na wakinena maneno. Ora wakipita hapa. Tumia mfano wa mtu mwingine. Baraka hivi na uchawi. Mimi heri mwizi baba. Sasa wachawi wapo na ni wabaya sana. Kwa hivyo wewe ukaamua kuje katika ile dhana ya kwamba wewe ni shosho Kuhuvaida Apembo, alafu uingize yale masuala ambayo washosho wanayafanya ya kichawi sana ya kichawi ambao yapo na watu wengi wanaogofya kiwaongelea. Uchawi unajitokeza. Watu hawapendi kuongelea uchawi. Uchawi unajitokeza kivipi? Uchawi unatokea ile pande unapata kwamba katika sanaa ya kwako. Wewe uchawi wako unajitokeza. Uchawi wangu katika sanaa. Pale ambapo unapoigiza ule uchawi utajitokeza kivipi? Ni ule shosho ama hata ule kijana aweza akaone kumbe haya ndio yanafanyika pale katika jamii. Bila shaka mimi nina nyoka. Bro, una nyoka? Na nyoka mimi. Na nyoka yangu ina jina. Tazama, ambia watazamaji, waambie una nyoka. Mimi nina nyoka. Na mnyama wangu mimi, na mnyama wangu. Umechukua cheti katika KWF, uko na license? Ukisikia nikisema ana jina basi anatambulika huyu nyoka. Nyoka yako anaitwa nani? Flora. Nyoka wangu anaitwa Flora, na nyoka ule natumia kufanya uchawi. Huyu nyoka unapata kama naweza pata makaratasi za wanafunzi. So katika uigizaji wa kwako wewe umetafuta una nyoka wa kwako? Nina nyoka wa kwangu ule. Anakwenda kwa jina kama Flora. Huyu nyoka anasumbua. Huyu nikiweka makaratasi yako ndugu Anthony, pata kitu. Nikiweka pesa yako yenye umenipea. Unakiri ya kwamba una nyoka? Na nyoka ndugu yangu. Shosho, una nyoka? Na nyoka. Kuhuvaida Apembo na nyoka wa kwangu. Namuosha, nampatia uji, anakula omena. Lakini omena za nyoka hatuweki chumvi. Manake ukiweka chumvi unamwangamiza. Una nini? Kuna vile ana nini, but nyoka omena za nyoka unaziboil vizuri. Ukishaziboil unaacha zipoe. Zikishapoa unaweza mix na uji, like unaweza pika uji alafu uji ipoe. Now you mix omena na uji, unampea nyoka. Sanaa ni kioo cha jamii. Wakati ambapo unafanya uigizaji wa kwako, ukimrejelea ule nyoka wa kwako, unaangazia yale masuala ambayo labda msinukuu vibaya watazamaji wa kanda hii ya video, msinukuu vibaya. Kuna baadhi ya wale binadamu, kuna baadhi ya wale shosho ambao wana nyoka za kwao, mfano kama wewe. Lakini wewe kwa sasa ni sanaa. Unaigiza. Unaigiza. Katika sanaa yangu na nyoka. Kwa hivyo najaribu kuelezea namna ambavyo wale shosho hufanya. Chukua karatasi za mwanafunzi pale. Kiswahili sanifu tutasema karatasi. Karatasi lina wingi. Nachukua ile karatasi yake ya mitihani unaweka pale. Sasa nyoka akiona darasani hoi kitu. Sasa nyoka, bila shaka nyoka, uchawi unatumika kwa nyoka ni kufunga. Nyoka anapolalia amefunga mipango zote. Unapoweka pesa alafu nyoka alalie, basi mipango zako za pesa zote zinafungika. Unavochukua tuseme nguo za ndani, labda za mwanaume ama za mwanamke, alafu kamwekee nyoka, alafu analalia, umefunga. Kuzaa kwako ni ngumu. Huwezi peana mimba, na kama ni mwanamke huwezi shika mimba. Kwa maana ushafungwa. Na ndio mambo ambayo yanafanyika pale katika jamii. Ndio mambo ambayo yanafanyika katika jamii. Kwa hivyo ukaketi chini ukaona kwamba ili lazima nikaweze kuelimisha. Lazima nitaliongelea na nitalileta wazi ili watu wajifunze kutoka hiyo. Kuna yule ambaye anatazama hiyo kanda yako ya video wakati wa uigizaji. Anajua kwamba mimi yenyewe ni muathiriwa. Mimi nafanya haya masuala. Sasa the reality, wacha uigizaji kando. Ama anajua kweli mama yangu, manake tu wengine tunajua. Wapo. Tunajua kwamba mama zetu ama shosho zetu wachawi kule nyumbani. Wanajua.
Kwa hivyo wanapotazama kanda ya video, how do you take or how do you overcome the negativity? Negativity ziko most kwa sababu unapata hata wengine wananifest like wanakuja inbox. Mtu anakukataza, anakuambia okay, uko na content poa lakini hiyo ya nyoka wachana na hiyo uchawi wachana nayo. Don't do that one. Kwa hivyo ajaribu kuambia wachana na nyoka wako. Umejua anajua kitu nafanya. Amejua nimeanza kuchanua society. Sasa hapendi, ni kama namharibia biashara. Umejua wachawi wanaonanga ni kama biashara. Wanafanya biashara. Kuroga watoto ni biashara. Alafu wanajisikianga wakifanya. Ndio maana unapata hata hizi za kutupa hizi vihoho, vusura. Umejua hata ukwangi umekosea huyo mtu. Nasikia hicho kitu binadamu huyo ambaye anafanya hiyo shughuli anajikuna tu. Wengi wako na style mingi yao. Umejua inakuasha. Vipi, hebu tueleze. Umejua inakuasha ile. Inakuasha. Lazima tu ni kama unajisikia kujikuna mahali. Nafaa nitoe. Alafu sasa wachawi wetu wa hizo wanazifanya kama pleasure. Anakuta nako tu naando na mtopia yako tu za mdomo. Sasa mimi nakuja nimepinda shingo, kumbe nilikutana na Kuruvaida. Alikufanyia hivi manguo. Ubungo ndeliroko. Alikusarusi, alifanya nini? Sijui kwa Kiswahili nitasema. Ubungo ndeliroko. Wapo. Kwa hivyo ukajitokeza kama Kuruvaida ya Pembo, lakini Chiko James ukajitokeza ukaje katika hiyo character ili uweze kuendeleza na uweze kuonya, uweze kuwaonya na kufunza jamii na kuchanua jamii kwa ujumla, labda kwenye social media platforms. Na sasa unajua that is the world watching you. Wamechukuliaje character yako? Kuachana sasa na ile perspective, mara nyingi napenda sana kunukuu ile term perspective. Waachana ile perspective ya wale ambao ama achana ile dhana ya kwamba ya wale ambao wanafanya hayo maswala. Wale wakina kushosho pale kwa ground ambao inawahit manake, ama wale watoto ambao wanajua wazazi wao wanafanya hivyo, achana nao. Sasa to the world of social media, wamechukuliaje content yako baba? Nimechanua watu wengi. Kivipi? Watu wengi wamefunguka macho. Wengi. Watu wako wanajua, umejua huu uchawi, hasa uchawi wa pesa. Haiwezi kuwa tu mtu anakuomba tu pesa, unampatia pesa mkononi. Ujui nani anakuomba pesa. Ujui umepatia nani pesa. Na wengi unaposikia stori zao wanasema pesa zinanipita mkononi. Ninaposhika pesa hakuna kitu ya maana nafanyia. Unasikia? Wengi watakwambia tumeanza nyumba huko nyumbani imesimama. Hawajui shida ni nini. So ninapoambia unapoleta mchanga, mchawi anaweza kuja kuweka dawa ndani. Ama unapoanza foundation, usianze foundation alafu uache isimame. Wataweka madawa ndani za kichawi hizo. Hiyo nyumba haitawahi endelea. Ndio unapata nyumba imesimama miaka 2 ama miaka 10. Huyu mtu unamuuliza, huyu mtu unamuuliza ukuje kujenga na nitakuja tu. Kumbe alisha na jamaa na control mali. So unapata tunachanua watu wengi. So mtu anajua so mtu anajua kama ni kujenga, jipange. Ukikuja kwanza nyumba, anza nyumba iende, ipige ifunike. Pesa usipeane ovyo ovyo. Niende nikutumia kwa simu, lakini sitakupatia kwa mkono. Kwa sababu njia mingi zitafungwa. Wewe kama Chiko James, ikiwa itamka kesho ama mtu atamka kesho ambaye anatazama kanda hii ya video, akasema kwamba Antonio nilete huyo bingwa, nataka nimtoe katika hiyo mambo ambayo anafanya, nimpe kitu kingine akifanye, uko tayari kuachana na sanaa ya kwako wewe ukafanya ile kazi nyingine? Wewe kama Chiko James. Before nijue ndio akwambie ameniona na nataka anisaidia anitoe hapa. I'm pretty sure content yangu ndio imekafanya ananijua. Kwa maana labda singekuwa nafanya hii, hangejua nipo. So kama kuna mtu anataka kunisaidia, ni ani boost side yangu ya content. Awesome. Kwa hivyo I wanted that. Nilikuwa nataka nikushike mahali.
Kwa hivyo asikupokonye kile ambacho uko nacho. Asijaribu. Ati anaenda kunipa kigeni. Ili hali aongeze pressure, akushike mkono akupige jeki. Hivyo sasa. Hivyo atakuwa anaongea. Kwa hivyo you are trying to say that haupo tayari. Sipo tayari. Sanaa iko ndani yako. Unaiona, unaona kesho yako iko wapi? Baya sana. Wewe kesho unajiona wapi kama tu Kuhuvaida Pembo katika tasnia yako ya usanii? Unajiona wapi? Najiona nikiwa, umejua hilo swali niliulizwa miezi kadhaa, miezi chache iliyopita. Kuna jamaa mahali alikuuliza? Aliniuliza the same question. Naam. Akaniuliza unajiona wapi miaka 5 zinazokuja ama huku mbele unajiona wapi? Nikamwambia mimi kitu cha kwanza mimi ni mwigizaji. Naam. Na as a comedian nataka nikuwe better kila siku. I want to be better every day. Better than yesterday. Better than yesterday. Alafu mimi nafanya content yangu kwa Kinyore. Of which hii Kinyore watu wengi hawaitaki. Mtu anakuja na kuambia fanya content kwa Kiswahili. Unaona? Hawaitaki. Na mimi nafanya kwa hiki Kinyore. Nataka kuwaonyesha kwamba Kinyore unaweza fanya content kwa Kinyore na umove mountains. Unasikia? So niko na hiyo kazi. Hiyo ni kazi number 1. Hiyo western ina watu wengi sana. Ina watu wengi sana. Number 2, nataka nikuwe one of the best Luya comedians. Ani ukisema tu Luya comedians, wakisema nimpatie list 5 ya Luya comedians. Ukianza akina Mlamwa na Kuhuvaida. Well, we want to be better than yesterday and we want to be better than anyone else. Yes. Nataka kuwa pale top. Nataka kuwa hapo juu. Nataka kusacrifice, kuweka kwa content kazi. Nihakikishe kwamba niko hapo, niko best. Mtazamaji, huyu ni Chico James, anakwenda kwa jina kama Kuhuvaida Pembo kwenye platform za kwake zote, Kuhuvaida Pembo kama sijakosea. Mahojiano ya moja kwa moja. Jukwaa la talanta. Jamaa na kipaji cha kwake. Ni bingwa. Ukimtazama hivi sasa jamaa na videvu vya kwake, jamaa na hela zake. Lakini ukimtazama wakati ambapo anatazama pesa, anatafuta pesa zake, hakui kama amevalia hivi. Kwa amevalia design nyingine ya kuhu, ndio maana anajiita Kuhuvaida Pembo. Kuhuvaida Pembo, acha mimi nikuite hivyo. Kuna yule jamaa yuko pale chini. Na yule bingwa ambaye anasema kwamba me want to be like that man. Manake mimi hivi sasa naporejea nyumbani, labda mtoto wa kwangu atataka kuona ile kanda ya video yako ambayo aliona jana. Labda huwezi jua kama una inspire. Kabisa. Unaona? Sasa wewe kama Kuhuvaida Pembo, kuna yule bingwa yuko pale chini anataka kuwe kama wewe. Azingatie nini? Kitu ya kwanza ni vizuri anataka kuwe kama mimi. Tayari ako na ile mission ama aim. Ako na ile aim. Hiyo ni vizuri sana. Na ukitaka kuwa kama mimi, vile nimesema, huwezi amka leo kesho ukakuwa kama mimi. Kwa maana mimi saini karibu mwaka wa 6 nikifanya content. So usitarajia kwamba utamka leo kesho ukuwe kama mimi. Kitu ya kwanza unafaa ufanye ni ujielewe na ujitambue. Ukishajitambua, jiangalie uko what are you good in. Ukishajua hiyo, then work for it. Hakuna vile utamka asubuhi alafu upate uko penye niko. So know yourself, identify yourself. Yeah. What can you do? Yeah. Work towards it. Yeah. What are you good at kwa hii sanaa? Ukishajua wewe ni mzuri upande wa hii, now work. Make it perfect. Yeah. Work upon it. Make it perfect. Because utapata unaweza kuwa na talent ndugu rao, but hii talent how we know it. You don't sharpen. Umekalia talanta yako pale. Kabisa. Unaweza kuwa uko na talent, but hii talent kama uifanyie kazi, wacha nikwambie ndugu yangu, itapewa mwingine. Itaenda. Hata katika maandiko matakatifu. Itaenda. Usikae hapo kaambia watu uko na talent na hakuna kitu chochote ambacho unafanya hii talent yako igrow. Na ukianza ku work within your talent ama ku work over your talent, utaanza ku unlock vitu mingi sana zenye ziko kwa ile talent. Na once ujaanza ku work on it, hakuna kitu uta unlock. Utajua ningefanya hii, ningefungua hii. So usikae hapo tu unangoja ati siku moja. Ama hata ungaijua kama utamit watu wengine kama ungeendelea talanta kama ungekaa hapo. Sasa kuna milango zingine lakini najua hivi sasa kuna watu ambao umekutana nao huko hujua utapatana nao. You know, me talent naitumia kama wanasemanga education is the key. Me talent yangu natumia kama hiyo key sasa. Hiyo key ndio inanifungulia. Talent yangu ndio inanifungulia milango. Nitatoka hapa niende kukutana pale na MP wangu na gavana wangu. Nitaenda pale nikutana na MCA wangu. Tunaongea kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ya content.
So naweza fungua mlango wote. So nikishajua hii ndio kifunguo yangu, mbona nisiwana utumie ule mwingine na hii huko hii now to use this one. Katika tasnia yako ya uigizaji kuna changamoto, kuna malima na kuna mabonde. Umepitia shida nyingi sana. Hamna binadamu ambaye hajapitia shida. Hakuna. Angalau labda wewe ni malaika. Hakuna mahali ambapo ni rahisi. How do you overcome the challenges? Na ni shida zipi ambazo umezipigana nazo hadi kufikia sasa? Labda bado zipo. Kitu ya kwanza yenye najijua na mimi. Mimi si mtu wa ku give up. You don't give up? I never. Sijawahi kubali. So whatever trying to say that yes, never ever give up. Never. Na hiyo isikuwe kwa nini kwa list yako at giving up. No, never. Never should you. Hiyo hata isiwahi kuwa. Whatever thing you are doing, do it. Songa. Ukikutana na mlima, jaribu kukwea. At the end of the day, utaukwea. Na kujaribu ndo kuweza, but never give up. Usiwaifika pale ukasema nimejaribu imekataa, acha niwaachane nao. Na once unasema unaachana nao, sasa hapo ndo shetani anaingilia. Naye anaivuruta hivi. Na shetani anangoja tu useme nimechoka. Na sasa na shetani ule rafiki wa kwako ule ambaye mnakula naye. Huyo tu. Ndio shetani anangoja tu useme umechoka na basi anakumotivate kuchoka. Kwa hivyo never ever should you give up. Ndio kitu ambacho kimekuwa kikukupa motisha kila mara. Every now and then, hata nipatane na nini. Hata niende like kuna places unaenda mtu anakuambia kuja content, unaenda hatokei, umetumia fare kuenda, unafaa urudi. Kwa Vaida Apembo. Yes sir. Sanaa inalipa. Wewe imekulipa? Sanaa inalipa. Kivipi? Ama baada ya muda upi? Lakini kesho pia mimi nitaamka asubuhi pia nianze kuigiza. Nataka sanaa inalipa. Kitu ya kwanza unafaa ujue your time is not my time. Labda wewe unaweza anza hii sanaa una rip mapema. Mimi kama bado niko kwa waiting line, unafaa ujue hivyo, your time is not my time. Another thing, unafaa ujue sanaa unafaa unapoanza unapeana zaidi kuliko kupokea. Okay, you give more, you receive less. Yes. But there is a day you will receive now, more. Kuna time itakuwa that vice versa. So wewe kwa sasa hivi tajaribu kusema kwamba bado. Sanaa ni kama mche mdogo ambao unaupanda na wewe mwenyewe ndio una jukumu la kupalilia, kunyunyuzia maji. Unapokuwa mkubwa huu mti utaanza kuangusha kuni kidogo kidogo unapokuwa mkubwa. Ukiwa mkubwa sana utapata kuni za kupikia kutoka kule mti. Wow. Hiyo ndo sana. Wow. So unafaa tu kuwa unaikuza na ukisharpen kwa ile anko ambayo unataka iende. Mtazamaji, ili ni jukwaa la talanta. Leo hii tuko naye Kuhu Vaida Apembo, shughuli ambayo kujua kwako kila siku ya Ijumaa lazima tuhakikisha kwamba tunakutendea haki kwa kutafuta zile talanta ambazo ziko kule mashinani. Na Maika Radio, Maika Media, hii ni sauti yetu. Sauti yetu inafika kila mahali. Ndio maana leo hii ubingwa amefika hapa kuhakikisha kwamba anatuweka sawa kuhusiana na masuala ya sanaa na uigizaji. Jambo langu la mwisho baba. Yes. Kama swali langu la mwisho. Bila shaka. Ukanda huu wa Western, kitengo cha sanaa kiko katika kiwango kipi? Ama masuala ya sanaa yapo katika kiwango kipi katika ukanda huu wa magharibi? Magharibi inazungumzia Western region. Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia, Bungoma and then other parts of Western. Mimi nikiangalia sanaa Western region tuseme iko sawa. Like most of people are appreciating sanaa. Watu wengi wana appreciate sanaa sahi. So iko sawa kwa sababu unapata hawa wasanii ama hawa comedians plus wasanii kwa ujumla wanakuwa appreciated in so many ways. Yani the Western region ina appreciate sanaa. Na hiyo ni kitu ina to keep going sahi. Alafu another thing ni hii sanaa yetu nayo ni keki kubwa. Inaliwa na wengi. Lakini ni unauma kwa uwezo wako. Unategemea kwa uwezo wako utauma kiwango kipi? Usije ukauma ukangata kubwa itakunyonga ndugu. We were trying to mean that in Western there's a lot of content. In Western there is a lot of content iko Western. Na comedians wasanii. Na hata siku hizi watu wengi tunapenda kuona vitu local. Ukienda kule Nairobi Airstrip, sijui uende wapi kule kwa street Nairobi, hatutaona content ya kwako. Tutataka kujua kila ambacho kinafanyika pale kwenye jamii. Na ndio hii ambayo unaifanya. Hii ndio tunafanya. Hata huko US hakuna mtu atakuja US ana watch sijui ni hata watch content yao ya nyumbani.
Anataka kujua what is happening huko nyumbani in the village, na hizo ndo wanajivunia kuwatch. Jambo lako la mwisho kwa mtazamaji wa Maika Media? Jambo langu la mwisho hasa niongelee side yangu content creation. Niongelee wazazi. Sasa wazazi kitu ya kwanza tunafaa tunapokaa na watoto wetu at least kuwa mwangalifu. Kuwa mwangalifu kwa mtoto wako. Jua mtoto wako anaweza fanya nini, anapenda kufanya nini. Because Mungu aliposema na anapopeana mtoto anapeana na sahani yake. Unafaa wewe mzazi usaidie mtoto kujua talanta yake ni gani. Kwa maana hizi talanta zinalipa. Na alia the best. Ukianza mapema ndio ni poa. Ukianza mapema ukiangalia mtoto wako anajua kitu fulani then umweke kwa ile lane, itakuwa fresh sana. Rather than upande mti kwa mahindi, toa huo mtu ukapeleke kwa miti zingine. Toa kwa mahindi zibaki kwa mahindi. Mti upeleke kwa miti zingine, huko itasurvive vizuri, itabond vizuri. Kila kitu kwa kitengo. Itakuwa poa. Ndio maana mimi kila siku nasemanga, kama pale penye huko you are struggling to do things that you are doing, then hauko place yako. Because place wewe unafaa kuwa, ufai ku struggle. You don't have to struggle. You don't have to struggle. Chico James is trying to tell us that wherever you are in your struggle, you are not supposed to be there. Find your place. Find a place where you'll be comfortable and everything will be well. Yeah. Awesome. Thank you. Asante sana Chico James. Shukran bwana. Nataka nikupatie sekunde mbili. Mbili kweli. Sekunde 5. Wasalimu baba na mama kule nyumbani kutumia lugha ya mama na waambie kwa hapa Maika Media. Thank you. Papa nze Mr. Andrew Otiebo na mama nje Judith Otiebo. Kwa ile katika kile kitengo cha uigizaji. Sasa igiza ukiwapatia salamu asante sana. Maana akabora mangana sasa asante sana ngabishie hembo kubebuli banje mama chuti chokonda nende papa wanje babulanga polisi lakini rangwa Andrew Okonda. Asante sana. Mwaiburo mwana. Leka babole mwaiburo mwana bane mwaiburo mwana. Nondi kandi mu Maika Media. Asante sana. Ndi ndani ya Maika Media no kakuteka. So ulaba bola Maika Media. Sakuri mukikoni. Thank you bro. Thank you so much my brother. Huyu amekuwa Chico James ambaye amefika hapa siku ya leo. Kwa hivyo endelea kuganda nasi maana jukwaa la talanta Maika Media hiki ndio kitovu. Usibonyeze kule limekuwa kwa mtoto wa mama John Anthony Orao. Kwa sasa mesepa.